Naam, habari za wakati huu na karibu tena. Ni kupasha yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa siku ya leo. Habari mbaya kwa utawala wa CCM leo, tuhuma dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu zafikishwa bunge la Ujerumani sasa hivi. Like video hii kisha subscribe kabla ni kujuze zaidi. Katika kile kinachoonekana kuwa ni awamu mpya ya shinikizo la kimataifa kwa serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais Samia Suluhu, tuhuma nzito zinazomhusisha rais zimeibuliwa rasmi nchini Ujerumani wakati wa kongamano la kimataifa la uhuru duniani WLC. Maendeleo hayo yameibua mjadala mkali katika duru za kidiplomasia na kisiasa, huku wanaharakati wa haki za binadamu na viongozi wa upinzani nchini wakishinikiza uwajibikaji wa kimataifa kuhusu madai ya ukandamizaji wa kisiasa na ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano. Majadiliano hayo sasa yamevuka mipaka ya Tanzania na kufikia kwenye korido za bunge ya Ulaya ambapo ulimwengu unatazama kwa karibu matukio yanayoendelea. Mwanaharakati wa kisiasa wa Tanzania Liberatus Mwang'ombe alitinga mkono baada ya kuhutubia kikao katika bunge la jimbo la Berlin ambapo alithibitisha kushiriki katika mijadala ya juu ya kimataifa kuhusu demokrasia, uhuru na utawala wa sheria. Matamshi yake yalikuja kama sehemu ya mazungumzo mapana yaliyoandaliwa chini ya kongamano la uhuru wa dunia, vuguvugu linalojulikana kwa kupigania haki za binadamu duniani na mageuzi ya kisiasa. Wakati wa hotuba yake, Mwang'ombe alirejelea moja kwa moja uongozi wa Tanzania akisema kuwa uwajibikaji kwa tuhuma za unyanyasaji hauwezi kuepukika tena. Habari hizo zilipata umaarufu duniani wakati Mwang'ombe alipozichapisha kupitia mtandao wake wa kijamii X ambao zamani ukijulikana kama Twitter, akiitaja serikali ya CCM waziwazi kama mtendaji mkuu anayedaiwa kuhusishwa na kile alichokiita ukandamizaji pamoja na ukatili wa kisiasa kabla na baada ya uchaguzi. Chapisho hilo lililoimarishwa na mitandao ya kimataifa ya haki za binadamu pamoja na kuchapishwa na Wananchi Forum kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram lilishutumu serikali ya Tanzania kwa kunyamazisha wapinzani, kuendesha mfumo wa haki na kuwatisha viongozi wa upinzani. Katika video hiyo alionekana akizungumza maneno haya huku akijawa na imani ya kwamba haki itaweza kutendeka. Madai hayo, ingawa yamekanushwa na maofisa wa serikali na wafuasi wa CCM jijini Dar es Salaam, sasa yamewasilishwa rasmi katika mijadala ya kimataifa ya bunge, hivyo kuashiria kiwango kipya cha uchunguzi. Akizungumza wakati wa kongamano la uhuru duniani, Mwang'ombe aliorodhesha vigogo kadhaa wa upinzani aliodai waliwekwa kizuizini au kunyanyaswa na vyombo vya dola. Miongoni mwa majina yaliyotajwa naye Mwang'ombe ni pamoja na Tundu Lissu, Godbless Lema, Boniface Iyai, Nifa Amani Golugwa na John Heche. Kwa kuyataja majina haya, Mwang'ombe alitaka kuvuta hisia za kimataifa kwa kile alichoeleza kuwa ni mateso ya kimfumo ya watu wanaotaka mageuzi nchini Tanzania. Matamshi yake yalipokelewa na shangwe kutoka kwa baadhi ya wajumbe na kuibua wito mpya wa mshikamano wa kimataifa na vuguvugu la upinzani la Tanzania. Mwang'ombe alitumia alama za hashtagi kadhaa za utetezi kama vile Free Lissu, Free Lema na Free All kukuza ujumbe wake katika mifumo ya kidijitali, akihimiza ulimwengu kuona na kuchukua hatua kulingana na kile alichokiita mateso ya walionyamazishwa. Lakini kilichowashtua sana waliohudhuria ni tangazo lake kwamba maazimio rasmi kuhusu kile alichokiita ukatili ambao unatekelezwa na serikali dhidi ya Watanzania. Kuhusu kile alichokiita ukatili ambapo anadai yalikuwa yanaandaliwa kwa ajili ya kuwasilishwa kwa bunge la Berlin kama sehemu ya mipango ya kimataifa ya uwajibikaji. Pendekezo hilo, alisema, lingetaka uchunguzi ufanyike kuhusu rekodi ya haki za binadamu ya Tanzania na vikwazo vinavyowezekana kwa watu wanaopatikana kushiriki katika ukandamizaji wa kisiasa. Wachambuzi wanaamini kwamba ikiwa bunge la Berlin ama Ujerumani litakubali rasmi madai haya kwa mapitio ya Mwang'ombe, linaweza kufungua milango kwa maazimio ya kimataifa ambayo yanaweza kusababisha uchunguzi wa kidiplomasia, vikwazo au majibu mengine yaliyoratibiwa kutoka kwa serikali za Ulaya. Wanaelezea hatua hii kama isiyo na kifani katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania, ambayo inaweza kufafanua upya uhusiano wa nje wa nchi na kupima nguvu ya demokrasia yake.
Ndani ya Tanzania hali inabaki kuwa ya wasiwasi. Kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani Chadema, maandamano yaliyowekewa vikwazo na kesi za uhaini zinazoendelea kama vile ya Tundu Lissu na watu wengine zimeendelea kuwatia wasiwasi wananchi na mashirika ya kiraia. Muda wa madai haya ya kimataifa yanayokuja huku kukiwa na msukosuko huo wa ndani umeongeza hofu kwamba sifa ya haki za binadamu ya nchi hii inaweza kukabiliwa na madhara makubwa nje ya nchi. Kuahirishwa kwa kusikilizwa kwa kesi ya Tundu Lissu mapema leo kutokana na madai ya usalama kumeongeza dhana ya mazingira mitandaoni yenye matatizo ya kisiasa. Waangalizi wa mambo mitandaoni wanasema kuwa kuhusisha kesi yake na madai hayo mapya ya kimataifa kunaweza kuongeza wito wa kuingilia kati, kwani kuendelea kuzuiliwa kwa Tundu Lissu gerezani kumekuwa ishara mapambano makubwa ya kudai haki nchini Tanzania. Matamshi ya Mwang'ombe mjini Berlin ama Ujerumani yalirejelea hili moja kwa moja, akisema kunyimwa haki ya kusikilizwa kwa Tundu Lissu kunawakilisha kuporomoka kwa mchakato unaotazamiwa nchini Tanzania. Mashirika ya haki za binadamu kote Ulaya tayari yameanza kuunga mkono rufaa ya Mwang'ombe. Makundi kadhaa yanadaiwa, ikiwa ni pamoja na ukurasa wa Amnesty International wa Ujerumani na jukwaa la haki za binadamu la Berlin, wameonyesha kuunga mkono mapitio huru ya historia ya hivi karibuni ya kisiasa ya Tanzania. Wanasema kuwa madai yaliyotolewa katika kongamano la kimataifa la uhuru, ikiwa ni pamoja na kuahirishwa kwa kesi za kisheria dhidi ya wahusika wakuu wa upinzani kama vile Tundu Lissu, lazima yachukuliwe kwa uzito ili kuzuia mmomonyoko zaidi wa demokrasia katika Afrika Mashariki. Wakati huo wawakilishi wa serikali wa Tanzania wamepuuzilia mbali madai hayo kutoka Ujerumani ambayo yamesambazwa na Mwang'ombe kuwa ni propaganda zinazochochea kisiasa. Uangalizi wa kimataifa uliowekwa sasa kwa Tanzania unakumbusha kesi za awali za kimataifa ambapo wanaharakati wa haki za binadamu ulisababisha mabadiliko ya kisera. Wengi wanakumbuka jinsi kampeni kama hizo za shinikizo za kimataifa ziliwahi kusukuma mataifa ya Afrika kufuta sheria zenye vikwazo, kuachilia wafungwa wa kisiasa na kufungua tena nafasi ya kisiasa. Ikiwa kasi ya sasa inayozunguka Tanzania itatoa matokeo linganifu kulingana na wadadisi wa kisiasa bado haijafahamika. Huko Dar es Salaam, majadiliano ya hadhara yanaakisi hali ya kutarajia na kutokuwa na wasiwasi. Raia wanafahamu kuwa kile kinachotokea katika vyumba vya Europa kinaweza kuathiri mwelekeo wa siku zijazo wa nchi hii. Kwa wengi, madai yaliyotolewa mjini Berlin au Ujerumani na Mwang'ombe sio tu kuhusu viongozi binafsi, lakini kuhusu mapambano ya kimsingi ya uhuru, haki na uwajibikaji katika mfumo wa utawala wa Tanzania. Wakati ulimwengu ukingoja majibu rasmi ya bunge la Ujerumani, hadithi ya Tanzania inaendelea kubadilika, kusiba kutoridhika kwa ndani na diplomasia ya kimataifa. Mwangwi wa maneno ya Mwang'ombe mjini Berlin pamoja na kuahirishwa mara kwa mara kwa kesi ya Tundu Lissu na machafuko yanayoendelea ya kisiasa yanatoa taswira ya taifa linalosimama kwenye njia panda kati ya mageuzi na ukandamizaji. Iwapo jumuiya ya kimataifa itatenda au kuangalia tu, linabaki kuwa swali la msingi katika tamthilia ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania.